Kila mmoja katika wizara ambayo yupo anasimamia taasisi mbalimbali. Ninyi mlioko hapa mmepata faida ya kushiriki katika semina hii. Niwaombe vile muhakikishe kwamba taasisi ambazo ziko chini yenu na wenyewe wanapata mafunzo haya. Na kwa kuwa Wizara ya Mambo ya Ndani na ratibu hili, naomba pia tupate taarifa ya ushiriki wa wakurugenzi wa rasilimali watu au wakuu wa vitengo wanaoshughulika na masuala hayo, tupate taarifa ya ushiriki wao. Hii ni jambo ambalo ni muhimu tunapoendelea kupanga katika kuboresha usalama wa majengo na rasilimali watu pamoja na rasilimali zingine za serikali. Kwa niombe kwamba hilo nalo washiriki. Kila mmoja katika wizara aliyopo ana wajibu wa kuhakikisha kwamba usalama wa majengo ya serikali, vitendea kazi na maeneo mbalimbali yanakuwa salama. Na iko miradi mbalimbali ikiwemo ujenzi ambao unaendelea, ukarabati mbalimbali ambao katika hatua mbalimbali, lakini vile ujenzi wa miundombinu tofauti ndani ya nchi yetu. Yote hii tunafahamu, na ni waombe wakurugenzi jitahidi kwa kadri inavyowezekana kila mmoja katika sekta yake aweze kutembelea miradi hii. Mara nyingi miradi ambayo hasa miradi ya ujenzi wanahusika zile idara mahususi zinazosimamia. Katika kipindi cha mwaka wa fedha 24/25 jeshi lilipokea jumla ya wito wa matukio ya moto 2517. Kati ya hayo majengo ya serikali yalikuwa ni 33, ambayo ni sawa na 1.3% ya matukio yote. Ndugu mgeni rasmi, takwimu tajwa ni miongoni mwa sababu za kuandaa semina hii. Ndugu mgeni rasmi, tunafahamu kuwa wakurugenzi waliohudhuria semina hii wana wajibu wa kuhakikisha kuwa wao pamoja na watumishi walio chini yao wanapata uelewa kutosha kuhusu masuala ya kinga na tahadhari za moto pamoja na uwekaji wa miundombinu ya usalama dhidi ya moto na majanga mengine kwenye ofisi na majengo ya serikali mahala pa kazi. Katika kaguzi zetu za majengo ya serikali, ndiyo yapo majengo ambayo yana vifaa vya kinga na tahadhari ya moto, lakini tulikuja kuona kwamba